Naam, naitwa Edward Misana. Mimi ni mratibu wa Tanzania Humanitarian Fund. Tanzania Humanitarian Fund ni mfuko wa misaada ya kibinadamu. Kwa kifupi tunaitwa THF. Kwa hiyo mimi ni mratibu wa mkoa wa Arusha. Taasisi yetu inahusika na misaada ya kibinadamu. Na dhamira yetu ni kutoa ufadhili kwa masuala ya elimu, ufadhili kwa masuala ya afya, ufadhili kwa masuala ya chakula. Kwa hiyo kama nilivyosema, wale wenye changamoto kubwa za kiuchumi, hao ndio ambao tunawafikia. Kwa mfano niende kwenye elimu. Tumekuwa na wanafunzi wengi ambao wanaanza elimu labda ya chuo kikuu, lakini mwaka unaofuata utaambiwa kwamba ameshindwa kuendelea na masomo kwa sababu pengine aliyekuwa anamsaidia au mzazi wake amefariki. Hivyo basi taasisi kama hii ya kwetu ikimpata mtu mwenye changamoto ya namna hiyo, basi tunaingia moja kwa moja kuangalia ni namna gani ameshindwa. Pengine ameshindwa kwa sababu ya kujilipia hosteli, basi tunaamua kuchukua jukumu la kuchukua malipo yale ya hosteli mpaka atakapomaliza. Kama ni masuala ya tuition fee, kwa maana ya ada yake, basi tunachukua jukumu hilo, tunamlipia. Hivyo basi dira yetu, hiyo ni dhamira. Sasa dira yetu ni kuhakikisha kwamba mpaka inapofika mwaka 2020-50, basi tumeweza kuwafikia Watanzania wengi zaidi, wale wenye changamoto kubwa zinazofanana na hizo, ili angalau tuwe na maendeleo endelevu. Tunaamini kwamba kila binadamu ni muhimu. Hivyo basi hatuwezi kumwacha hata mmoja wetu nyuma akiwa anateseka. Nitoe mfano. Shule zinapofunguliwa Januari, mwezi wa kwanza, usifikiri kwamba ni wanafunzi wote watakuwa wamekwenda shuleni. Lakini wanaweza pia wakaenda kwa hali ambayo ni tofauti. Kuna mwingine ataenda hana kiatu. Kuna mwingine atakwenda lakini chakula cha mchana hajalipiwa. Lakini kuna mwingine ameshindwa kabisa kutoka nyumbani kwenda shuleni kwa sababu hana mavazi. Hivyo basi hayo ndio ambayo tunatakiwa kuyaangalia. Na ninaamini kabisa kwamba matatizo kama haya hayawezi kuisha. Hayawezi kuisha kwa sababu watu wanazaliwa katika hali tofauti na uchumi nao kwa kila mtu ni tofauti. Basi taasisi ya Tanzania Humanitarian Fund tupo ili kuhakikisha kwamba wale wenye changamoto kubwa za kiuchumi tunawafikia kadiri inavyowezekana. Hivyo basi karibuni sana muweze kuitembelea Tanzania Humanitarian Fund. Mtutafute tulipo ili tuweze kusaidiana. Tunao katika mitaa yetu viongozi wa serikali za mitaa, kuanzia balozi, nakuja mwenyekiti, wapo watendaji wa kata. Hao tuwaende, na sisi pia tutapita huko kuangalia kwamba kweli kuna uthibitisho wa huyu mtu ameshindwa kulipa ada, kuna uthibitisho wa mtu huyu ametelekezwa kule hospitalini, hana pesa ya kulipa kwa ajili ya matibabu. Je, kuna mtu yote labda mzee ametelekezwa kijijini au mtaani, ametelekezwa, hana makazi bora. Basi na sisi pia tunaweza kuchukua hilo jukumu la kuweza kufanyaje, kuangalia yale makazi yake, aidha tuyaboreshe au tuweze kufanyaje, tuweze kujenga kabisa jengo jipya. Je, Tanzania Humanitarian Fund wanatoa wapi pesa ya kuweza kusaidia? Maana tumezoea lazima tuwe na watu wa nje waweze kuisaidia kampuni au waweze kusaidia jamii, lakini kumbe sisi wenyewe tunatakiwa tuanze. Hivyo basi michango au pesa inatokana na wahisani. Wahisani kwa maana kwamba ni michango ya kirafiki. Michango ya kirafiki ina maana kwamba naweza nikaenda hata kanisani, nikafika nikaelezea, na watu wakahamasika, wakanyanyuka, wakasimama, wakaweza kuchangia. Lakini pia kuna michango ya watu binafsi. Mtu anaweza akaamua, mimi bwana nimesikia mmemtangaza pengine mtu fulani mgonjwa, anahitaji kulipiwa bima. Mimi niko tayari kufanyaje, kumlipia hiyo bima. Kwa hiyo inapitia pale kwetu, na sisi pia tunafanyaje, tunaangalia wale watu ambao wanahitaji huo msaada. Lakini pia katika masuala ya chakula, kuna watu wapo, inawezekana mimi naishi hapa na kula vizuri, lakini jirani yangu pale anakufa kwa njaa. Na hayo pia ikithibitika kwamba mtu huyu anahitaji msaada wa namna hiyo, basi
pesa ambazo zitakuwa zinachangwa na wahisani mbalimbali, watu binafsi, basi hao pia tunafanyaje? Tunaweza kuwafikia na kuwapa msaada. Kwa wanafunzi tayari wanachuo tumeshawagusa vijana 102 ambao wako tayari kwenye vyuo mbalimbali ikiwemo Sauti na vyuo vingine kama UDOM na maeneo mengine. Wazo lilitoka kwa padri mmoja, ni Dr. anaitwa Padri Dr. Alex Gabriel Masangu. Yeye ni mhadhiri wa vyuo vikuu. Sasa katika hali ya namna hiyo, alivyokuwa akiingia chuoni, leo ana wanafunzi 10, kesho anashangaa kwamba yuko na watu 3 au 5. Imekuwaje? Akiulizia anaambia kwamba fulani na fulani walikuwa ni watu ambao wanasaidiwa kulipiwa ada yao, lakini wale waliokuwa wanawasaidia hawapo tena duniani. Kwa hiyo ulivyouliza ni kwamba hao watu wako nyumbani. Kwa hiyo padri, jambo hilo likawa linampa uchungu sana, ndio hapo akaamua kuanzisha taasisi ya Tanzania Humanitarian Fund kwa ajili ya kuwasaidia watu kama hao. Kwa majina anaitwa Leonard Mkumbwa, mratibu wa THF halmashauri ya wilaya ya Arumeru, na mwanzilishi wa mfuko huu ni Father Alex Masangu ambaye ni padri wa jimbo la Tanga, na katika bodi yake ameanzisha hili swala ili tuweze kuliratibu katika halmashauri ya wilaya ya Arusha. Lakini mwanzo huu mfuko ulianza kama Mpefu ambao ni Mtwara Pastoral Education Fund, na baadaye tukabadilisha jina ili uweze kufanya uondoke katika kanisa, uweze kufanya Tanzania nzima kwa ujumla. Na lengo kuu ni kuweza kusaidia jamii, hasa watu wenye changamoto kubwa kiuchumi, tukiweka hasa wanafunzi wanaokosa ada na kadhalika. Lakini fandi au pesa tunapata wapi? Tunapata kwa jamii, watu wote wenye mapenzi mema wanaweza kuchanga, alafu tunaweka kwenye mfuko, wanatuma maombi, tunaweza kuwasaidia Tanzania nzima bila ubaguzi wa aina yoyote, wala dini wala jinsia. Lakini katika kuchangia, tunachangiaje? Tunakuwa na namna ya kuchangia. Kwa sasa tuna mifumo, tuna THF Kiganjani ambayo mtu anaweza kuchangia popote pale alipo kwa mtandao wa Yaz, Vodacom pamoja na Airtel. Akibonyeza 149*46*30 kwa mitandao hiyo, anapata mwongozo halisi namna gani ya kuweza kuchangia. Anachangia kiasi cha kuanzia minimum kiasi cha kuchangia ni shilingi 1000 kwenda juu. Kwa hiyo nawaomba jamii nzima tuweze kuchangia na kuweza kuwasaidia watu wote wenye changamoto mbalimbali kwenye jamii. Pia katika uchangiaji katika mitandao ya simu, pia kuna akaunti za benki ambazo benki tulizonazo hapa ni NMB, NBC, CRDB, Mkombozi, na pia tunaenda kufungua benki ya Mwalimu Commercial Benki ambao pia tuko kwenye process ya kuweza kuwa na akaunti nao. Kwa yeyote anayeweza kuchangia, zipo akaunti hizo, anachangia na hela inaingia kwenye mfuko wa jamii. Katika uchangiaji sio tu pesa. Mtu yeyote anaweza akachangia, anaweza akachagua katika mfuko wetu tuna maombi mbalimbali. Kwa hiyo katika maombi yale mtu anaweza akaamua kwamba akachukua mwanafunzi mmoja au mtu mmoja mwenye changamoto akaweza kumsaidia. Na sio pesa tu, tunaweza tukachukua chakula, vyovyote ambavyo vinahitajika kwenye jamii. Sio pesa tu. Ila kwa sasa pia tuna mlezi ambayo mpaka sasa hivi ni Mizengo Pinda, ambayo pia ni mlezi wetu wa mfuko wetu wakati uko Mpefu na mpaka sasa ukiwa Tanzania Humanitarian Fund. Kwa majina mimi naitwa Charles Beda. Kama ambao tunaona katika jamii kuna watu wengi ambao wana changamoto, unakuta mtoto amefanya vizuri, amefaulu, lakini uwezo wa kwenda kusoma kwa maana sasa yale mahitaji ya shule anakuwa anakosa. Kwa hiyo taasisi kama hii ambayo imeamua kulibeba hili, kwa kweli ni jambo jema sana. Kwa hiyo sisi tunawapongeza sana waanzilishi wa taasisi hii na watumishi wengine wote ambao kwenye hiyo taasisi kwa jambo hili jema. Jambo hili linatakiwa kuungwa mkono, kusapotiwa, kwamba wale vijana kwenye mtaani kule tunaona kuna watu wengi, wanafunzi wengi ambao wengine wanakosa fursa za kuendelea na masomo kwa sababu ya changamoto ya masuala ya ada, masuala ya vifaa vya shule, vifaa vya elimu na kadhalika. Kwa sababu unakuta kuna wengine labda wamefiwa na wazazi wao, kuna wengine unakuta mwamko pia ni mdogo au hali ya kiuchumi iko chini zaidi, kwa hiyo wanashindwa kuweza kujiendeleza
kitaaluma. Lakini watu kama hawa au taasisi kama hii ambayo kwa kweli imejitoa kuweza kusaidia jamii yetu ni jambo jema na ni jambo ambalo linatakiwa kuungwa mkono ili liweze kusambaa zaidi katika taifa letu. Lakini pia hata serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan wanaweza kashika mkono jambo hili ili liweze kuwa na tija, kwa sababu kama ambavyo tunaona rais wetu jitihada anazozifanya Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kuinua kiwango cha elimu katika taifa letu, kuhakikisha kwamba watu wengi wanapata fursa ya kusoma, na ndio maana pia ametoa fursa kwa waweza kutoa hata ile swala la elimu bure. Kwa hiyo taasisi kama hii naona ni kama mojawapo ya kuunga mkono hizo jitihada na juhudi kubwa zinazofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza katika sekta ya elimu na mengine kama hayo.